Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 15. Tusome kwa pamoja 1, 2, 3 kwa sauti. Na ya kuwa tangu mtoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuelimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Haya, tukae. Asante. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri. Wiki iliyopita tulikuwa tunajifunza kwa habari ya nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya muumini. Nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya nani? Maisha ya muumini. Kwa hiyo huo ni ujumbe wetu mkuu, nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya muumini. Nguvu ya neno la Mungu. Salumu, njoo kaa mbele kabisa. Hapa mbele kabisa. Yes. Nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya muumini. Na tukawa tumeona kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 anasema kwamba maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao ukatao kote kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, mafuta na viungo vilivyo ndani mwake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo tunaona kwamba ndani ya neno la Mungu iko nguvu. Sawa? Ndani ya neno la Mungu iko nini? Iko nguvu. Sasa tukawa tumeona kwamba tuna malengo mbalimbali ya somo letu, na moja ya lengo ambalo tulitimiza wiki iliyopita tuliona kwa habari ya nini maana ya neno la Mungu. Yaani kiambiwa neno la Mungu ni kitu gani? Tukaona kwamba tukasoma maandiko kama mambo kama 10, neno la Mungu ni nini. Sawa? Tulijifunza pale. Sasa leo hii naomba niende kwenye jambo la pili ambalo ni lengo la somo letu. Natamani leo hii tujifunze kwa habari ya kufichua uwezo uliopo ndani ya neno. Hilo ndio lengo la somo. Lengo la somo ni kufichua uwezo uliopo ndani ya neno, lakini pia kuonesha au kufunua thamani ya neno la Mungu. Lakini pia jambo la tatu, kuelezea mamlaka ya Mungu na ufalme wake katika neno. Jambo la kwanza ambalo ni lengo la somo la leo, kufichua uwezo uliopo ndani ya neno. Jambo la pili, kuonesha au kufunua thamani ya neno la Mungu. Jambo la tatu, kuelezea mamlaka ya Mungu na ufalme wake katika neno. Nimesema kwa habari ya nguvu ya neno la Mungu katika maisha ya muumini. Sasa kwa habari ya somo hili, zipo nguvu mbalimbali kwenye neno la Mungu kwenye maisha ya muumini. Kwa hiyo kuanzia wakati huu tutakuwa tunafanya haya mambo matatu kwa kuzifunua hizo nguvu mbalimbali ambazo zipo ndani ya neno la Mungu. Sasa ujumbe wa leo utakuwa ni nguvu ya neno la Mungu inayosababisha wokovu. Au ndio tu nguvu ya wokovu. Nguvu ya wokovu. The force of salvation. The power or the force of salvation. The power or the force of salvation. The power or the force of salvation. Nguvu ya wokovu. Kwa hiyo kimaalum kabisa tunapojifunza kwa habari ya wokovu ni nini? Jambo la kwanza, kwa utangulizi wetu wa somo, mambo ambayo ya kujifunza sasa hivi. Jambo la kwanza leo hii tunajifunza wokovu ni nini. Okay? Jambo la pili, nini sio wokovu. Kwa kama wokovu ni kitu fulani, kuna kitu fulani pia ambacho sio wokovu. Kwa jambo la kwanza, wokovu ni nini? Jambo la pili, nini sio wokovu. Jambo la tatu, namna neno la Mungu lilivyouleta wokovu. Namna neno la Mungu lilivyouleta wokovu.
namna neno la Mungu lilivyouleta wokovu. Jambo la 4, tofauti ya mlokole na aliyeokoka. Tofauti ya mlokole na aliyeokoka. Unajua kuna hili jina ambalo linatumika sana, walokole. Wangapi washasikia walokole? Na mara nyingi huwa wanawaita watu waliookoka walokole. Sasa mimi natamani leo nikusaidie tofauti iliyopo kati ya mlokole na mtu aliyeokoka. Alafu jambo la 5 na la mwisho, faida za wokovu. Faida za wokovu. Kwa nini tumeokoka au tunapata faida gani tukiokoka? Kwa hiyo tuna mambo makuu matano. Jambo la kwanza, wokovu ni nini? Jambo la pili, nini si wokovu? Jambo la 3, namna neno la Mungu lilivyouleta wokovu. Jambo la 4, tofauti kati ya mlokole na mtu aliyeokoka. Na jambo la mwisho, faida za wokovu. Faida za wokovu. Nimekwambia andiko letu nanga la somo hili ni Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari ule haswa wa 15. Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 15. Naamini bado umefunga Biblia yako, tuko tumefungua. Kwa hiyo fungua Biblia yako tena, Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 15. Anasemaje hapo? Kwa sauti 1, 2, 3. Anasemaje? Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu. Umeona? Kwa maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate nini? Wokovu, kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo somo letu limetokea hapo kwamba kumbe maandiko yana uwezo wa kumhekimisha mtu akapata wokovu. Tuna wokovu kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo. Labda kwa mtu ambaye hadi leo hajai kuelewa nini maana ya wokovu, nataka ni define kawaida tu kibinadamu. Kwa mfano, mwaka fulani, sijui mwaka jana au mwaka juzi, palitokea na ndege moja, nadhani ilikuwa sijui Precision Air, ilianguka pale Ziwa Victoria. Nakumbuka? Baada ile ndege kuanguka, jamaa mmoja anaitwa Majaliwa. Yeye alikuwa ni mvuvi mbobevu, alikuwa anaweza kuogelea. Majaliwa bwana akaenda kwenye ile ndege kuanguka, akawa ni mmoja wa mtu ambaye aliwaokoa watu wengi kutoka kwenye ile ndege ambayo ilianguka kwenye maji. Sawa? Sasa alichokifanya Majaliwa, alifanya wokovu kwa wale wote ambao walikuwa ndani ya ndege alafu walikuwa hawezi kujiokoa. Kwa hiyo kwa rais tu wokovu manake ni kuponywa na hatari fulani, ni kusaidika kwenye hatari fulani. Hiyo ndio wokovu, ni maana kawaida kabisa wokovu. Wokovu sio neno la kiroho, sawa? Lakini sisi tunataka tujifunze wokovu kwa namna gani ambavyo sisi kama tuliokoka unahusiana vipi na sisi hapa. Kwa wokovu ni kuponywa na hatari mbaya. Kwa mfano, kipindi cha Nuhu alipokuwa ametengeneza safina ili aweze wale watu ambao watakopo muda huo watakao kukabiliana na Nuhu waingie ndani ya safina, afu ile gharika itakaonyesha muda wa siku 40 ndani kwenye nchi, waokoke na yale maji. Sawa? Wafanyaje? Waokoke. Kwa wale watu 8 ambao waliingia ndani ya safina na wale wanyama walioingia ndani ya safina, wale wote walipokea wokovu mbali na yale maji, mbali na gharika. Kwa wokovu ni kuokolewa. Kwa mfano, kuna ajali imetokea, alafu wewe kaji mmoja wa mtu ambaye amepona. Gari zima unapata changamoto ila wewe tu umepona. Na ndivyo ambavyo nakuombea mtu wa Mungu bali hapa kwa jina la Yesu. Kwa jambo lote lile wewe utakuwa nini unasema hivi, wana Mungu wamepotea wote ila mimi tu nimepona, nikuletea taarifa. Sema amen. Kwenye habari ya biashara yako, unasema kwamba biashara zako zina changamoto ila wewe tu utapona, useme kwamba biashara yangu mimi imeleta faida kwa jina la Yesu. Kwenye masomo yako kuna wengine ambao wanasema kwamba wanapata supplementary au disco ila wewe tu utapona kuleta first class, GPA above 4.0 kwa jina la Yesu.
mimi tu nimepona, ndio wokovu wenyewe huo. Sawa. Sasa kwa kwanza natamani kidogo nifanye jambo moja zuri, nisaidie mtu mmoja kumfanya atamani kujua wokovu ni nini. Unajua wakati mwingine usipokutana na changamoto kwa habari ya wokovu, ni ngumu kuelewa wokovu ni nini hasa. Sawa kabisa. Haya, nataka nianze napatia hapa wokovu sio nini. Andika hapo kichwa, wokovu sio nini. Naye mshangazi mtu mmoja, wokovu sio dini, wokovu sio dhehebu la kiroho, wokovu sio ABC, sio EAGT, sio TAG, wala sio kanisa la kiroho. Jambo la kwanza kuandika, wokovu sio dini, sio dhehebu, wokovu sio EAGT, wokovu sio labda TAG, wokovu sio kanisa la kiroho. Haya. Jambo la pili, wokovu sio kusali kanisa la walokole. Wokovu sio kusali kanisa la walokole. Unajua siku hizi tumekuwa na watu ambao wanapenda kusali makanisa ya walokole. Shasikia mtu akwambia hivi, yani wanavyoimba, mimi napenda tu wanavyoimba. Wanavyosifu, mimi napenda tu wanavyosifu. Shasikia mambo kama hayo? Au mtu mwingine anaenda kanisani kwa sababu kanisani kuna vyombo vya muziki. Au kanisani watacheza, kuna ile nyimbo moja na wapenda watu Mungu wanaitwa Agape Gospel Band. Watu mpaka wanafanya hivi, yani mpaka jasho linatoka. Kwa hiyo mwingine ambaye anafikiri kanisani, anafikiri ameokoka akacheza hivi. Mpaka anatoka jasho. Wokovu sio kusali kanisa la walokole. Sawa? Jambo la tatu. Kwa hiyo kwa mfano, kuna mtu ambaye anasema kwamba napenda namna ambavyo tu wanaabudu, wanakaa pale wanajifunza neno la Mungu, wanaficha sana neno la Mungu mbali pale, ndio maana napenda. Wokovu sio kusali sababu unapenda. No. Wokovu sio kusali. Jambo la tatu, wokovu sio kuzaliwa katika familia ya Kikristo au ya waliookoka. Wokovu sio kuzaliwa katika familia ya Kikristo au familia ya waliookoka. Wokovu sio kuzaliwa katika familia ya Kikristo au familia ya waliookoka. Najua kabisa kuna watu hapa ambao wao wamezaliwa, wamekuta baba na mama wameokoka. Sawa? Kumkuta baba na mama wameokoka sio sababu ya wewe kuokoka. Basta. Yes. Kumkuta baba na mama wameokoka, wazazi wako au walezi wako wameokoka, sio sababu ya kuokoka. Lazima na wewe kuna siku ulifanya maamuzi binafsi ya kumfuata Yesu. Kama hiyo siku bado hujawahi kuwa nayo, jua kwamba mpendwa katika Bwana bado haujaokoka. Okay? Kwa hiyo wokovu haurithishwi. Wokovu haurithishwi. Ni kweli mama au baba au mzazi akiokoka inafanyia njia mtoto kuokoka, ila mtoto haokoki automatic sababu baba na mama wameokoka. Kwa mfano, mimi namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu, wazazi wangu walimjua Mungu mapema. Kwa hiyo nimezaliwa wameshamjua Mungu. Sawa? Lakini nimezaliwa mwaka 1900 kama 90 kitu mshoni pale. 90 kitu mshoni pale. 99. Sawa? Hii kijana mdogo sana. Haya. Ila mimi mwenyewe nilifanya maamuzi ya kuokoka 2011. Kwa hiyo kweli nilikuwa nachukuliwa naenda kanisani Jumapili. Nasali kanisa la walokole. Na sifu kama wao. Nilikuwa naenda Sunday school kabisa. Tena sisi Sunday school kule kanisa kwetu tulipokuaga kule, wakuta watoto wale hapa mbele, Bwana asifiwe. Leo hii tumejifunza kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Na yakuwa tangu utoto umeambiwa maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha na kukupatia wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Lakini bado sijaokoka. Kwa kumsikia mtu anataja maandiko au anasali fellowship. Sio wale wanachuo na zile fellowship. Sio tafes, kasifika kayobi. Hiyo haifanyi mtu kuokoka.
Kwa hiyo hata kuzaliwa. Lakini hapa naomba niongeze msisitizo. Kwa mfano, unajua wewe ukiokoka ni rahisi mtoto wako kuokoka, kwa sababu umeshatengeneza njia, lakini haifanyi mtoto wako kuokoka. Ndio nimesikia baba Bishop Dickson Kaligumila akasema kwamba yeye mwenyewe aliwaongoza watoto wake sala ya toba baada ya kuwafundisha wokovu ni nini. Yeye mwenyewe baba aliwaongoza sala ya toba watoto wake baada ya kufika umri fulani, baada ya kuwafundisha akawaita chini, akamwambia, mwanangu, wokovu si sababu baba yako yumekuzaa. Wokovu unabidi uamue mwenyewe, wokovu ni hivi na hivi na hivi. Upo tayari kuokoka? Ndio baba, niko tayari. Piga magoti. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Kwa hiyo hata wewe pia, kwa sababu umeokoka, Mungu akusaidie hata watoto wako pia waokolewe kwa jina la Yesu. Hakuna mtu ambaye yuko mahali hapa ambaye amempokea Yesu uzao wake utapotea kwa jina la Yesu. Uzao wako utamcha Mungu na kumfuata Mungu wako. Ndio maana hata Biblia inasema kwa habari ya watu kama Eunike na Loisi. Timotheo ambaye tumesoma andiko lake anasema kwamba ile imani niliona kwako ndio ile ile ambayo nimeona kwa mama yako, ambayo pia niliiona kwa bibi yako. Kwa hiyo mama ana uwezo wa kumrithisha imani mtoto wake. Anamrithisha lakini hamwamri kuokoka. Mtu binafsi, mtoto mwenyewe bidi aokoke. Sawa? Jambo lingine, baba ana uwezo wa kumfanya mtoto wake amjue Mungu wake. Yesu kwamba nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Kwa akina baba wanafanya watoto wamjue Mungu, wanakuwa wanaona. Ndio maana ni ajabu wewe ni mzazi, alafu wakati wa kuomba unajifungia chumbani, watoto wasipige kelele. No. Omba wako pembeni yako. Lia wanakuona. Amen. Nimeshaingia shule malezi tena. Jambo la 4, wokovu sio kuwa mwana maombi, mtoa zaka au sadaka au mtu mwenye huduma fulani. Wokovu sio kuwa mwana maombi. Yaani kuna watu wanaomba isei ya Kuna watu wanatoka prayeria, sema prayeria. Sema prayeria. Kwenye fellowship wazee watu prayeria, kikundi cha maombi. Mtu kuwa miongoni mwa kikundi cha maombi hakimfanyi kuokoka. Mtu kutoa zaka na sadaka hakumfanyi kuokoka. Kuna watu wanafikiri labda wanaweza kumuonga Mungu kwa sadaka zao. Watu wa Mungu, Mungu haongwi kwa sadaka wala kwa pesa yote ile. Kwa hiyo usifikiri kwamba ukitoa hela utaokoka. No. Lazima wewe mwenyewe ufanye maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo ndipo utaokoka. Kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Matendo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Akisha unaandika, make sure you are writing somewhere. Matendo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Hapo utaona habari za mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio yasema kwamba alikuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo pia anaweza kama mcha Mungu afu hajaokoka. Kornelio alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na sala nyingi. Alikuwa akisali sana, afu akiwapa watu pia sadaka nyingi. Soma pale Matendo, tuone pale Matendo, kunisha chacha. Matendo sura ya 10. Matendo sura ya 10 mstari ule wa 2. Matendo sura ya 10 mstari wa 2. Anasema hivi, Matendo sura ya 10 mstari wa 2, nasema pale mtu mtaua, au mstari wa 1. Palikuwa mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu nini? Daima. Lakini huyu jamaa alikuwa hajaokoka. Ukisoma mstari ule wa 4, anasema kwamba akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kumbe sala
na sadaka inaweza kama kumbusho kwa Mungu. Good. Hapa akamwambia kwamba sasa peleka watu Yafa, ukamuite Simoni aitwaye Petro. Huyu akaja akamwambia atakwambia na kupasa kutenda. Alipokuja Simoni Petro, alimuongoza sala ya toba, alifisha neno la Mungu, akajaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuwepo hapa unatoa sadaka nyingi au unamuomba Mungu ila bado hujaokoka. It's possible. Jambo lingine, wokovu sio sala na maombi unayofanyiwa baada ya kufa. Wokovu sio sala wala maombi unaofanyiwa baada ya kufa. Wokovu sio sala wala maombi unaofanyiwa baada ya kufa. Kuna watu ambao wanafikiri wasikia ile mwanga wa milele mwangazie, nuru ya Bwana nini sijui. Tunafanya ile maombi ile sala maziko sijui. Ile sala haifanyi mtu kuokoka. Kama hakuokoka akiwa hai, huyo sehemu yake ni kwenye ziwa linalokalo moto wa kiberiti. Narudia tena, kama hakuokoka akiwa hai, sehemu yake kwenye ile ziwa linalokalo moto na nini na kiberiti. Kwa hiyo kinachofanya mtu aokoke sio sala baada ya kufa. Kuna watu wana hii akili, hata mimi zamani nilikuwa nishajiona hivi, mtu anaishi maisha yake ya ovyo, anaishi maisha ya kumpendeza Mungu, anategemea akikaribia kufa. Sio jua ya mambo watu wale ambao wanategemea kufa. Mimi ana mshika wangu hata kufa mali hapa, sina bwana kushika mshirika. Kwa hiyo wewe mshika wangu tulia hivyo, hauna mpango wa kufa wala hutakufa. Sema amen. Hata usiposema amina nikwambia hautakufa wewe. Ndio iko mimi amna mshirika, mimi sisiki mshirika. Acha Mungu. I say sitazika mshirika kwa jina la Yesu. Yaani kama unataka wewe. Wasa ni watufi, hatuna mpango wa kufa. Sasa wanasubiri kwamba ile imekaribia anaumwa labda yuko kitandani aombewe sala ya mwisho aende mbinguni. Watu wa Mungu, kifo huwa hauna ratiba nacho. Kija muda wowote ule. Kwa kama hujaokoka wewe, sehemu yako ni kwenye moto wa milele. Kuna watu ambao Jumatatu hadi Jumamosi anaishi maisha ya ovyo. Anasema kwamba Jumapili nitatubu. Sasa mtu ambaye anajua maana ya wokovu halisi hasubiri Jumapili. Akiona ameenda tofauti na wokovu ulivyo, hapo hapo anamuomba Mungu msamaha. Anatafuta kutasama mambo yake na Mungu. Sasa wokovu sio sala na maombi baada ya kufa. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Na tunajua kuwa watu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Fungua hiyo kitabu, fungua Biblia yako, yani usiniangalie kama vile unaangalia picha. Waebrania 9 mstari wa 27. Tunajua kuwa watu wamewekewa kufa mara ngapi? Mara moja, na baada ya kifo nini? Ni hukumu. Rogers, read your Bible this time. Na baada ya kufa nini? Ni hukumu. Kwa hiyo watu wa Mungu, baada ya kufa hamna sala ambayo mtaombewa ili uokoke. Unaokoka ukiwa hai tu. Sawa? Hauokoki wakati umekufa. No, ukiwa hai. Sio ukifa. Jambo lingine namalizia, wokovu sio ustaarabu. Wokovu sio kuwa mpole. Wokovu sio matendo mema. Wala wokovu sio kuvaa manguo makubwa. Wokovu sio kunyoa au kusuka namna fulani. Unajua kuna watu wanafikiri wokovu, yani kwa mfano mama yangu Rebeka, mimi namtolea mfano, basi mfano kufundisha. Mama akiweka hivi nywele hajaokoka. Huyu ameokoka, sawa, huyu hajasuka, huyu ameokoka. Dada mzuri hapa amesuka hivi hajaokoka. Kiasi kama hao, wafikiri wokovu ni kubaki natural yani, usiweke artificial hair. No. Wala sio kunyoa. Ukuta mtu amenyoa, ananyoa namna fulani tu kama Amani. Kanyoa kipara vizuri kabisa. Anafikiri labda kinyoa kama Masunga hajaokoka. Hebu Masunga simama Masunga, njoo kumbe na Amani njoo. Mbona huyu alivyopendeza? Kanyoa namna fulani kupembeni, katoa nywele. Mtu akitoa nywele pembeni hajaokoka.
ila huyu ambaye kanyoa kawaida tu kama kipara fulani, sasa ya mbele kama kipara fulani ndo ameokoka. Kwa hiyo tunafikiri wokovu ni kunyoa kaka ya Mungu, ila wokovu sio kunyoa. Nakumbuka kingine sasa nimeanza kuelewa maana ya wokovu. Wakati nikiwa mlokole niliamini wokovu ni kutokunyoa style. Niliamini hivyo. Nikiwa nini? Mlokole. Nilipokutana na baba Bishop Kadibila, baba yetu ananyoa namna fulani hivi. Anasema hajaokoka vizuri huyu labda. Sasa siku moja sikio nimefanya maamuzi ya kuachana na ulokole. Nikaenda saluni, nikamwambia saluni ninyoe kama baba. Sio mtoto wa baba hadi kunyoa ananyoa kama baba. Amen. Sasa nimeenda saluni, nasikia mwili kabisa mdogo kama vile nataka kupasuka hivi yani. Sababu nimeshajua mlokole mtu ambaye ana nywele zimekaa vizuri, hajanyoa kama nilivyonyoa mimi. Ndio nilipoanza kutoka pembeni. Watu wa Mungu, wokovu sio kunyoa namna fulani. Wokovu sio kusuka namna fulani. Wala wokovu sio kuvaa manguo fulani makubwa. Unajua kuna ile style ya wokovu wa zamani, mtu amevaa libwanga, yani nguo kama ni gauni, akikata kona. Huo sio wokovu. Wokovu sio kuvaa namna fulani. Wokovu unaanzia kwa namna fulani tunasoma hapa mbele. Sawa tu Mungu. Sasa wangapi wanatamani kujua wokovu ni nini? Labda baada ya mambo ambayo nimekwambia, wangapi wanatamani kujua wokovu ni nini? Kweli? Haya, hebu tuende mbele sasa. Tuanze kuangalia wokovu ni nini. Na mambo kama matano tutaanza nayo, alafu baadaye muda wa neno kuu tutamalizia mengine matano. Kwa hiyo na mambo kama 10. Wokovu nini? Mambo mangapi? Mangapi? Huu ni mwezi wa ngapi? Huu ni mwezi wa ngapi? Mambo yote 10 tu. Ukiona unajifunza neno la Mungu maana 10 za neno la Mungu. Leo maana 10 za wokovu. Sasa wokovu ni nini? Jambo la kwanza, wokovu ni kiumbe hai rohoni aitwaye Yesu, ambaye analeta badiliko akiingia kwenye maisha ya mtu. Wokovu ni mtu hai rohoni aitwaye Yesu, ambaye akiingia kwenye maisha ya mtu huleta badiliko la kweli. Wokovu ni nini? Jambo la kwanza, wokovu ni mtu au kiumbe hai rohoni aitwaye Yesu, ambaye akiingia ndani ya moyo wa mtu huleta badiliko la kweli. Naomba uandike kila neno nililolitaja. Wokovu ni nini? Wokovu ni mtu hai au kiumbe hai rohoni aitwaye Yesu, ambaye akiingia kwenye moyo wa mtu huleta badiliko la kweli. Watu wa Mungu, wokovu ni Yesu. Sema wokovu ni Yesu. Kwa sauti sema wokovu ni Yesu. Mwambie jirani yako wokovu ni Yesu. Hiyo ndio maana ya wokovu. Kama ningeweza kusummarize somo langu lote ni neno moja. Wokovu ni Yesu, ambaye akiingia ndani ya maisha ya mtu huleta nini? Badiliko la kweli. Hapa natamani mtu mmoja ajipime wokovu wake kupitia hapo nitakwambia. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 25 hadi wa 32. Luka sura ya 2 mstari wa 25 hadi wa 32. Maandiko yanatueleza kwa habari ya mtu mmoja aliyekuwa ni mtumishi wa Mungu hata Simeoni. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hata kufa mpaka atakapomuona Masihi ambaye ni Yesu. Sawa? Sasa ukisoma pale mstari wa 30, nataka kila mtu asome hapo pamoja. Luka sura ya 2 mstari wa 30. Luka sura ya 2 mstari wa 30. Tumefika hapo. Haya, tusome 1, 2, tusome kwa sauti. Kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Baada ya Simeoni kumpokea Yesu mikononi mwa mama yake Mariamu, anasema haya maneno. Anasemaje tena? Sema kwa sauti.
Okay, kumbe alipomshika Yesu ndio anasema hivi, kwa kuwa macho yangu yameuona nini? Wokovu. Kwa wokovu alikuwa ni yule Yesu aliyekuwa amemshika mkononi. Umeelewa mpaka hapo? Wokovu ni Yesu. Kwa hiyo hapa unaona kabisa huyu Simeoni alimpokea Yesu kwa Mariamu, akasema kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu. Yamemwona Yesu ambaye ndio wokovu. Haya, kitabu cha Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. 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 Njoo mtoto mzuri mmoja aje. Njoo. Biblia inasema kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa mfupi wa kimo. Kwa mfano, mfano kama huyu ndio Zakayo labda, sawa? Haya, Zakayo ndio. Huyu ndio Zakayo wetu wa leo. Simuona Zakayo wangu. Haya. Zakayo alikuwa mfupi wa nini jamani? Wa kimo. Sasa alikuwa akitamani sana kumuona Yesu. Zakayo alikuwa anatamani kumuona Yesu. Wakati mmoja Yesu akawa anaingia sehemu moja Yeriko, mji ambao Zakayo alikuwa anaishi. Sasa sababu ni mfupi, nitamuonaje Yesu? Kwa Zakayo akaamua kukwea juu ya mkuyu. Kwa Zakayo wangu anakwea juu ya mkuyu. Shika hapa. Kwa Zakayo alikuwa juu ya nini? Ya mkuyu. Sasa baada ya Zakayo kukwea juu ya mkuyu, Yesu kwamba Yesu akawa anapita ile njia. Sasa mimi ndio Yesu. Sasa mimi ndio Yesu mwenyewe hapa. Wewe pia ni Yesu. Yesu akawa anapita ile njia. Akamwona Zakayo. Akamwambia Zakayo, shuka kwenye mkuyu. Kwa kuwa imenipasa leo niingie nyumbani mwako. Na kusomea Luka 19:1 hadi 10. Kwa hiyo Zakayo akashuka kwenye nini? Kwenye mkuyu. Bwana Yesu akamchukua Zakayo, wakafika nyumbani mwake. Walipofika nyumbani kwa Zakayo, ukisoma pale mstari wa 9, tufungue hapo. Mstari wa 9, Bwana Yesu wakashangaa baada tu Bwana Yesu kumpata Zakayo. Baada Bwana Yesu kwenda nyumbani kwa Zakayo, Zakayo akajisikia kama kuna mtu ambaye alikuwa amemdhulumu, atamlipa mara 4. Baada Yesu kusikia yale maneno, kuna jambo moja ambalo Yesu aliongea mstari wa 9. Sawa? Simama hapa. Kwa hiyo Kwa hapa ni nyumbani kwa Zakayo. Kwa baada ya Yesu kuingia kwa Zakayo, sawa? Zakayo akawa amesema kwamba atawalipa wale watu waliozulumu mara 4. Akasema Luka 19 mstari wa 9. Hebu fungua Biblia yako hapo tusome Luka 19 mstari wa 9. 1, 2, 3. Soma, anasemaje hapo? Yesu akamwambia, angalia hapa. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani kwa nani? Kwa Zakayo. Kwa wokovu ndio Yesu mwenyewe. Yesu alipoingia nyumbani kwa Zakayo, Zakayo aliyekuwa ni mtoza ushuru alikuwa akiwaibia watu. Huyu mtoto mzuri Zakayo wetu. Hebu mpigie makofi Zakayo wangu jamani. Mbona mpige makofi kwa Zakayo wangu hapa? Yesu baada ya kuingia nyumbani kwa Zakayo, pale kusoma pale juu, hebu tusome pale tuone. Kuna mambo yalitokea kwa Zakayo. Zakayo hakuambia kwamba warudishie watu, ila yeye mwenyewe akaona sababu ya kuwarudishia watu. Ndio hivyo ambavyo Yesu akiingia kwenye maisha ya mtu anamletea badiliko la kweli. Huyo mtu kama alikuwa ni mwizi, lazima aache kuiba. Kama alikuwa ni mzinzi, mwasherati, ataacha uasherati kwa sababu Yesu ameingia wapi? Ndani yake. Yesu alipoingia kwa Zakayo, automatically baada ya kuingia, Zakayo akasema kwamba wote ambao ni mazulumu Bwana Yesu nawarudishia.
Tunasema okay, leo wokovu umeingia nyumbani. Maana kwamba kama kweli umeokoka, tutaona badiliko la kweli linalothibitisha wokovu wako. Kama kweli Yesu ameingia ndani mwako, hata majirani lazima wathibitishe huyo Yesu uliyembeba. Hauwezi kusema umeokoka alafu maisha yako unasema kwamba thamani ya wokovu wangu anajua ni Muumba. Nikisema nimeokoka, mbona hamnielewi? Nikisema nimependwa mie, mbona mwanidharau? Thamani ya wokovu ni kweli unaifahamu wewe kwanza, lakini sisi lazima tukuelewe, sababu lazima tuone wokovu umeingia. Lazima tuone badiliko. Ulikuwa ni mtu ambaye kinywa chako kimejaa matusi. Saa hizi una uwezo wa kuongea bila kutukana. Ulikuwa ni mtu ambaye umejaa hasira. Ila saa hizi unaweza mtu akakuuzi ukajizuia. Ulikuwa ni mtu ambaye hauwezi kujizuia tamaa zako za mwili. Wokovu wa kweli ukiingia, unaachana na hayo mambo, unapokea nguvu ya kujizuia. Ulikuwa ni mtu ambaye una kiu labda ya kufanya dhambi fulani, kiu kabisa. Wokovu wa kweli ukiingia, ile kiu inakauka jumla. Kuna badiliko lazima litokee kwa kila mtu anayesema kwamba anamfuata Yesu. Usiniambie umeokoka alafu hatuoni badiliko, mtu wa Mungu. Usiniambie umeokoka hatuoni badiliko la kweli. Hata kwenye uvaaji tu, kuna namna ukivaa utasema umeokoka. Sasa sijasema usivae nguo fulani, no. Ila kuna namna ukivaa watu watasema umeokoka. Kuna namna ambavyo unaenenda. Petro alikaa na Bwana Yesu. Kiasomba akasema kwamba hata kutembea kwako tu. Hebu fikiria, mtu anapotembea anasema hivi, wewe ulikuwa na Bwana Yesu. Kuna aina ya kutembea mtu anaye waliokoka ambayo inathibitisha kwamba amepokea wokovu. Kuna aina ya maisha yanaanza mtu kuyaishi baada ya kupokea wokovu. Kwa wokovu ni mtu rohoni, mtu nani? Yesu, ambaye akiingia ndani ya moyo wako ataleta badiliko. Kama iko habari ya kazini kwako, kabla hujaokoka ulikuwa unaiba nao, baada ya kuokoka hauwezi kuiba nao. Kabla ya kuokoka ulikuwa unaongea nao mambo ya upuuzi, baada ya kuokoka huwezi kuongea nao mambo ya upuuzi, mambo yasiyompendeza Mungu. Kabla hujaokoka ulikuwa ni mtu ambaye wewe unasema hivi, mtu yote anisumbua hapa, utanifanyia nini? Mtu wa visasi. Baada ya kuokoka hauna tena kisasi ndani mwako, sababu umepokea roho ya msamaha. Kwa wokovu ukiingia ndani ya mtu unaleta badiliko. Akasema wokovu ukiingia ndani yangu unaleta badiliko la kweli. Unaleta badiliko la kweli. Kwa hiyo hebu nionyeshe mtu aliyeokoka. Takuonyesha mtu aliye na badiliko la kweli. Kwenye tabia, kwenye maneno, kwenye mwenendo. Nionyeshe mtu aliyeokoka. Mtu mwenye wokovu takuonyesha mtu mwenye badiliko la kweli lisiotia shaka. Yaani kama hapo mwanzo ile badiliko hata wewe mwenyewe unajua mimi kweli nimebadilika, sio mimi yule wa kwanza. Unapokea ushuhuda fulani. Sasa kwamba kila aliye na mwana ana ushuhuda. Kuna ile ushuhuda ndani mwako kwamba kweli mimi sasa hivi nimeokoka. Yaani mimi si yule wa zamani ambaye anafanya mambo fulani. Kama bado hujaanza kusikia vitu kama hivyo, wokovu wako una maswali. Lakini mtu mmoja ambaye mali hapa anasikia maneno haya, Bwana anakupatia badiliko la kweli kwa jina la Yesu. Kama kweli umempokea Yesu, huyo Yesu aliye ndani mwako anakubadilisha, anakupa badiliko la kweli kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa utaanza kuona badiliko la kweli kwa kumpokea Yesu ndani mwako kwa jina la Yesu. Yes. Haya. Kwa hiyo wokovu ni mtu hai anaitwa nani? Ambaye huwa analeta nini jamani? Analeta nini? Haya, jambo la pili. Wokovu ni nguvu ya Mungu inayokata kiu ya dhambi.
Wokovu ni nguvu ya Mungu inayokata kiu ya dhambi. Wokovu ni nguvu ya Mungu inayokata kiu ya dhambi. Yaani moja kitu ambacho ni uhakika, wokovu ukiingia ndani ya mtu unakata kila aina ya kiu ya dhambi. Mind you, nimesema kwamba kiu ya nini? Nisikilize vizuri. Wokovu kazi yake mojawapo ni kukata kiu ya dhambi. Haikati kiu ya mafanikio. Haikati kiu ya maendeleo. Haikati kiu ya utajiri. Inakata kiu ya dhambi. Nimsaidie mtu mmoja. Tumekuwa na watu siku hizi duniani ambao wanaamini ukiokoka utakuwa maskini, au kuokoka ni kuwa maskini. Niangalie vizuri. Kuokoka sio kuwa maskini. Wokovu una kazi kubwa ya kukata kiu ya dhambi. Wokovu haukondelei akili zako za kufikiri. Unajua kwamba tumieni akili yenu ipasavyo. Unaelewa vizuri? Tumieni akili yenu fanyaje? Ipasavyo. Kwa wokovu haukondelei akili. Sio unafanya mambo kama mtu ambaye anajua kwa sababu umeokoka, kwa afanya mambo kiaina tu. No. Lazima kama mtu ambaye umeokoka ujue kabisa wokovu hauondoi kiu nyingine. Ushafikia watu wameokoka shuleni wao hawajali kusoma kwa sababu umeokoka. Wanafikiri wokovu unakata kiu ya kusoma. No. Wokovu haukati kiu ya kusoma. Hebu mtimishe jirani yako hivi. Mtimishe jirani yako. Mwambie wewe nisikilize. Sema nisikilize. Wokovu haukati kiu ya maendeleo. Wokovu mtikize kuna mtikisi. Sema wokovu haukati kiu ya maendeleo. Mtikize na mwambie wokovu haukati kiu ya bidii. Usizembee kwa sababu umeokoka wewe. Usiache kusoma kwa bidii kwa sababu umeokoka. Mtikise anasema usiache na maendeleo kwa sababu umeokoka wewe. Wewe watu wa Mungu. Watu wakishaokoka wanaacha maendeleo. Watu wakishaokoka wanasahau wokovu. Sasa hiyo sio sawa. Sio nini? Wokovu unakata kiu ya dhambi. Kwa maana yake kwamba mtu aliyokoka ndani yake tena hasikii shauku au njaa ya dhambi. Hasikii kiu ya kuendelea uovu fulani tena. Utajuaje umeokoka? Nikusaidie. Pale ambapo ndani mwako hakuna kiu ya uovu. Hakuna kiu ya kuyaendea mabaya. Hakuna kiu ya kukimbilia mahali pa uovu. Hakuna kiu tena ya kukaa na mambo ambayo yanaharibu kesho yako. Hapo utajua kwamba kweli wokovu uko ndani mwako. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari ule wa 4 hadi wa 26 utaona habari za mwanamke mmoja Msamaria. Huyu mwanamke Msamaria alikuwa ameenda kisimani kuchota maji. Na wakati huo Bwana Yesu pia alikuwa anaenda kisimani. Sawa? Sasa baada ya Yesu kukutana naye, Yesu akaanza kuongea naye. Sasa tusome pale mstari wa 13. Yohana sura ya 4 mstari wa 13. Yohana sura ya 4 mstari wa 13. Tusome 1, 2, 3. Anasemaje? Kwa sauti Yesu akajibu akasemaje? Akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Kwa yale maji ya kisimani ambayo kwa anachota, kila atakayekunywa yale maji ataona kiu tena. Soma mstari wa 14 kwa sauti. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Soma mstari wa 14 kwa sauti. Soma hapo 1, 2, 3 kwa sauti.
walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa nini. Kwa hiyo kuna aina ya maji ambayo mtu anayapokea akimpokea wokovu. Nisikilize vizuri, kuna aina ya maji mtu anayapokea akipokea nini? Wokovu. Hayo maji yanafanya mtu asione kiu ya dhambi tena. Okay, nimsaidie mtu mmoja kuelewa haya maji. Kitabu cha Isaya 12 mstari wa 3. Isaya 12 mstari wa 3. Isaya 12 mstari wa 3. Anasema kwamba Isaya 12 mstari wa 3. Naomba unisaidie kusoma. Anasemaje? Kuna wengine hajafika bado. Isaya 12 mstari wa 3. Anasemaje kwa sauti? Okay, kumbe wokovu una visima vyake. Wokovu una nini? Una visima vyake. Na kwenye hivyo visima vya wokovu kuna kuteka maji. Ukiteka maji haya kwenye wokovu hautaona kiu ya dhambi milele. Kiu ya zinaa inakufa kabisa. Kiu ya uasherati inakufa. Mtu akiokoka kweli kweli, kiu ya kuangalia picha za uchi inakufa kabisa. Mtu akiokoka kweli kweli, kiu ya kujichua inakufa. Kiu ya kutafuta wanaume inakufa. Ushasikia mtu anasema hivi, yani unasikia kiu ya wanawake au kiu ya kutafuta wanaume. Ushasikia hiyo Michael? Ile kiu mtu anayepokea wokovu kweli huwa inakufa. Huwa inaondolewa. Anabaki na kiu ya Mungu mwenyewe. Anakuwa na kiu ya yale maji ya wokovu. Kwa furaha mtateka maji kwenye visima vya nini? Vya wokovu. Nami nakuambia mtu siku leo kwamba kwa furaha uteke maji kwenye visima vya wokovu uliopokea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa furaha uteke maji kwenye visima vya afya njema kwa jina la Yesu. Kwa furaha uteke maji kwenye visima vya mafanikio ya wokovu kwa jina la Yesu. Kwa furaha uteke maji kwenye visima vya wokovu kwa jina la Yesu. Maji hayo yaondoe tena kiu ya dhambi ndani yako kwa jina la Yesu. Kwa wokovu ni nguvu ya Mungu ambayo ikiingia ndani ya mtu inakausha kila aina kiu. Mtu hawezi sema tena najisikia kufanya kitu fulani ambacho ni dhambi. Sababu wokovu unakausha kiu. Kiu ya pombe, wokovu ukiingia ndani ya mtu unakausha kiu ya pombe. Kiu ya sigara, wokovu ukiingia ndani ya mtu unakausha kiu ya sigara. Kwa maana wasaidia watu wa Mungu, mtangazwe sana mtu ambaye anavuta sigara anamwambia hivi, "Je, unataka kuacha sigara?" Akisema ndio, nimwambia, "Je, nikwambie." Unataka kuambia kwa jina la Yesu, kiu ya sigara toka ndani mwake. Inakusikia. Kiu ya sigara inasikia. Kiu ya pombe inasikia. Kwa hiyo ukikuta mtu ambaye anasumbuka na pombe, usiogope kumwombea. Mwekee mkono, sema kwa jina la Yesu, wewe pepo ambaye unamletea kiu ya pombe, toka kwa jina la Yesu. Mungu sana atoba kwanza. Apokee wokovu. Akishapokea wokovu, anapokea kiu ya mambo ya kimungu. Ndio maana mtu aliyeokoka anatamani aende kanisani tu. Mtu aliyeokoka anatamani asikize maneno ya Mungu. Mtu aliyeokoka anatamani mapingo na ifiki. Hiyo ndio maana halisi ya wokovu. Ila wewe ukiona Jumatatu hadi Jumamosi hata ufikiri kuhusu uwepo wa Mungu, wewe is very terrible. Ila watu hawapo hapa. Watasikiza hiyo hawapo hapa. Najua wewe ni mtu ambaye anampenda Mungu sana. Amen. Daudi anasema hivi, mwili wangu wa kuonea shauku, nafsi yangu ya kuonea kiu. Kuna stage ambazo kafika hadi nafsi yako inamuonea kiu Mungu. Hadi mwili wako unamwonea Mungu shauku. Sio mwili umewaka tamaa. No, mwili unamwonea Mungu shauku. Tufike mahali ambapo miili yetu tuliokoka inamwonea Mungu shauku. Mwili wangu wa kuonea shauku. Kama ayala atafutavyo maji ya mto, Bwana nafsi yangu
ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani, ayana marada basura gadia. Roho yangu yaona kiu kama ayala atafutayo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala atamaniyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, ayala nirejeshe furaha shadaga balanesko parada bashela. Nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Hebu mshukuru Mungu, mwambie Bwana nirejeshe furaha ya wokovu. Nisikie mtu mmoja anayeomba Bwana amrejeshe furaha ya wokovu. Mwambie Bwana na kutamani, kiu yangu ni wewe Bwana, shauku yangu ni wewe Bwana, njaa yangu ni wewe Bwana. Mwambie Bwana nisaidie sasa, nifike mahali ambapo mwili wangu mimi Bwana hauwaki tamaa, mwili wangu hauna kiu ya mwingine zaidi ya wewe Bwana. Alango shiketele makanta parabalia Yesu parabalia. Mwambie Bwana naomba kiu na wewe Bwana, shauku yangu wewe nikae na wewe, unijaze Roho wako tena Bwana, unirejeshe furaha ya wokovu. Lakini yuko mtu mahali hapa ambaye alikuwa haoni hata maana ya wokovu, alikuwa tatambui kwa nini aliokoka, ila kupitia somo hili Bwana anarejesha furaha ya wokovu ndani mwako. Bwana anarejesha furaha ya wokovu ndani mwako. Nikusikia naomba, sitakusikia bado, lakini wewe umelindwa na wokovu ulionao. Biblia inasema kwamba sisi je, tutafanyaje kupona tusipojali wokovu kwa namna hii? Mwambie Bwana leo hii naomba unirejeshe furaha ya wokovu. Jada kapara bayanta eleskopele gedia jale ketepe gedia. Baba nirejeshe furaha ya wokovu. Lakini muda mrefu ulikuwa uelewi kwa nini umeokoka, ila leo hii mwambie Bwana nirejeshe furaha ya wokovu. Nipe kiu yako Bwana, kama Ayala anavyoweza kuyatafuta maji ya mto, nami Bwana nikutafute wewe, niutafute uso wako. Biblia inasema kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hawa wanashibishwa. Bwana kuongezee njaa, Bwana kuongezee kiu katika jina la Yesu Kristo. Rawa sheka tapakape entakabaradia. Bwana kuongezea kiu. Mwambie Bwana nijaze kiu, Bwana niongezee kiu, Bwana nijaze kiu ya takapayalia. Nione kiu na mambo yako, nione kiu kukaa uweponi mwako ya ntakaparabadia. Baba mimi naomba
niongezee kiu na njaa ya mambo yako, niongezee kiu ya kukaa uweponi mwako. Radabakemperedaba lesoparabarade leshekataparanda lasaparabarada. Asante Bwana, umeturejeshea furaha ya wokovu. Mtu mmoja mahali hapa Bwana aliyekuwa amepoteza sababu ya kwenye ameokoka, unamrejeshea furaha ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Kwa furaha mnateka maji kwenye misima ya wokovu. Bwana anakurejeshea furaha ya wokovu, ili kwa hiyo furaha ya wokovu uteke maji kwenye visima vya wokovu. Visima vya wokovu ni afya njema, visima vya wokovu ni mafanikio, visima vya wokovu ni ustawi, visima vya wokovu ni wewe kuinuliwa. Baba, nirejeshee furaha ya wokovu, yantekete, na kwa furaha hiyo Bwana niteke maji kwenye visima vya wokovu. La takapari alando lesekepari alade leshakataya manda ara wakori mantakaya arada wakori mantaya aradoshke tena manta. Kiu ya mambo yako Bwana, kiu ya mambo yako, kiu kukaa uweponi mwako. Wako wapi watu ambao watakuwa kama Benjamin ambaye anasema kwamba alikuwa anakimbia kuacha watu ili akakae na Roho Mtakatifu? Mwambie Bwana, nipatie kiu. Roho Mtakatifu, niwekee kiu ndani mwangu ya kukaa na wewe. Unapokuwa umekaa chumbani mwako, hauko peke yako, upo na Roho Mtakatifu, unabidi umsemeshe. Mwambie Bwana, niongezee kiu. Bwana, ongeza hiyo kiu, niongezee hiyo njaa. Kama baba mtu akaona njaa akatafuta chakula usiku huo, Mungu akupatie njaa ya kumtafuta. Mungu akupe njaa ya kutafuta uwepo wake. Mungu akupe njaa ya kukaa uweponi mwake katika jina la Yesu Kristo. Rata kaparadia rada barokoshke payana erabasheke perana la sofara barada. Nikusikia na mwomba Bwana karabasheke perana la sofara bayana rande keperedia. Asante Roho Mtakatifu, umeturejeshea kiu ya wokovu, kiu ya njaa kwako Bwana, kiu na njaa yote wako, kiu ya kutafuta wewe siku zote katika jina la Yesu. Mamtakapari ya mambe nirejeshe